Maji ni uhai na yana nafasi kubwa kwa maisha ya mwanadamu. Umbo la kadri, si mrefu si mfupi, na kila anaposema hana haraka, husema taratibu kwa tuo, ndiye Laban Okumu. Licha ya kukomea darasa la 7, ameweza kutumia kipawa chake kuhakikisha jamii na kijiji chake cha Kajulu katika kaunti ya Kisumu kina maji. Na je, nini kilimfanya avalie njuga swala la kuleta maji katika mtaa huu? Siku moja nilikaa na shida kama bibi yangu, nimeshaa watoto 2. Sasa nafikiria ni bibi yangu hii tatoa maji wapi? Alafu mimi natembea paka huko mlima, napata spring water. Alafu mimi natengeneza hiyo maji. Watu wa kijiji hiki walikuwa wakilazimika kutembea muda mrefu ili kupata maji, lakini Laban amewafaa, kwani bei anayowauzia ni ya kumudu. Mimi nauzia watu hakuna naye kwa hiyo boma shilingi 2 kwa 20 liters. Kutokana na riziki yake ya kuwauzia wanakajulu maji, ameweza kukidhi mahitaji ya jamii yake. Wakazi wa Kajulu wanakiri kuwa Laban ni kama mkulima mmoja anayewafaidi walaji wengi. Hii maji imetusaidia sana kwa sababu ni safi, hakuna typhoid. Huyu jamaa ametusaidia sana, hii akili yake. Tunaomba wale wanaweza kuwa na hii akili atusaidie sana kuhusu hii mradi ya maji. Na iwapo ulidhani Laban anachimba riziki yake kutokana na maji pekee, umenoa. Ndio Mungu ndio napewa mimi zawadi ya kutengeneza vitu. Mimi najua kutengeneza vitu nyingi kama magitas, biogas, kutengeneza vitu ya mkono. Ndio maana kwake kupika si hoja, labda kula. Fauka ya hayo, kijiji cha Kajulu ni mfano wa kuigwa kwa juhudi zake Laban za kuleta kilimo cha ufugaji wa samaki. Baada ya shughuli zake za hapa na pale, utampata akicheza gitaa yake, huku kila sehemu ya mwili wake ukikubaliana na mahadhi ya gitaa. Laban ni mmoja wa vijana wanaodhihirisha kuwa ujuzi bila elimu unaweza ukafaa jamii na kumsaidia mtu kuchimba riziki. Victor Wetende, makala ya Mchimba Riziki.